Jiji la Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, lina mazingira ya pekee yanayochangia maisha ya wakazi wake, hasa wale wa kimasikini. Mji huo upo kwenye latitudo ya nyuzi 6 hadi 7 na longitudo ya nyuzi 39 hadi 39.45, ukipakana na bahari ya Hindi upande wa mashariki auni. Hali ya hewa ni ya kitropiki, ikiwa na wastani wa joto kati ya nyuzi 25 hadi 33, na misimu miwili ya mvua mstari wa Oktoba hadi Disemba na Machi hadi Mei. Hata hivyo, ukubwa wa mji kilomita ya mraba 1800 na msongamano wa watu takriban watu 4383 kwa kilomita ya mraba vinaweza kusababisha changamoto kwa mazingira kama vile uchafuzi wa hewa na maji, hasa katika maeneo ya mitaa maskini. Maisha ya uswahilini ya kimasikini Dar es Salaam yanaathiriwa na mazingira haya. Watu wengi wanakabiliwa na makazi magumu, huduma duni za afya na uhaba wa maji safi. Kwa mfano, maeneo kama Temeke na Kinondoni yanaweza kuwa na mifumo duni ya takataka na maji taka, ambayo inaongeza hatari za magonjwa kama vile kipindupindu. Pia, ukosefu wa miundombinu ya kutosha husababisha mazingira magumu kwa watoto na wanawake. Ingawa ripoti zinaonyesha kuwa Dar es Salaam ni salama kwa wanawake kuliko Nairobi na Kampala aone. Hata hivyo, udhalilishaji wa kijinsia na uhaba wa fursa za kielimu bado ni changamoto kubwa katika maeneo maskini. Athari za mazingira kwa jamii za kimasikini ni kubwa. Uhaba wa ardhi na uenezaji wa makazi ya muda husababisha uharibifu wa misitu na mazingira asilia, ambayo inaweza kuzidisha athari za mabadiliko ya tabia nchi. Zaidi ya hayo, uzalishaji wa taka za plastiki ambao umeongezeka kwa kasi unaongeza uchafuzi wa bahari na mazingira ya ndani, jambo ambalo siku ya mazingira duniani ya 2025 inajaribu kukabiliana nalo omera. Kwa upande wa jamii, hali hii inaweza kusababisha migogoro ya kijamii kuhusu matumizi ya rasilimali, hasa pale ambapo miradi ya maendeleo inaweza kuwa na madhara kwa wakazi wa kawaida. Kwa ujumla, jiji la Dar es Salaam lina mazingira yenye fursa na changamoto. Ingawa ni kitovu cha kiuchumi na utamaduni, maisha ya watu wa kimasikini yanaathiriwa na uharibifu wa mazingira, ukosefu wa huduma za msingi na migogoro ya kijamii. Kwa hivyo, ni muhimu kwa serikali na wadau wengine kushirikiana ili kuboresha mazingira na kuhakikisha maendeleo endelevu kwa wakazi wote wa mji.